Serikali ya Marekani kupitia viongozi wake wakuu imezungumzia hali tete inayotikisa Tanzania baada ya furugu kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na madai ya ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Hivi karibuni Tanzania imeingia katika hali ya wasiwasi mkubwa wa kisiasa baada ya uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa Oktoba. Maandamano makubwa yalizuka katika miji kadhaa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Wananchi walidai kuwa uchaguzi haukuwa huru wala wa haki, huku viongozi wengi wa upinzani wakikamatwa, wengine wakitoweka na mitandao ya kijamii kufungwa ghafla. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilichukua hatua kali, ikatangaza amri ya kutotoka nje ya usiku na jeshi likatumwa mitaani. Hali ikazidi kuwa mbaya, watu kadhaa wakapoteza maisha, mamia kujeruhiwa na wengine kukimbilia nchi jirani kutafuta usalama. Sasa jibu kutoka Marekani limeanza kujitokeza. Hii ni baada ya kupitia taarifa iliyotolewa na balozi wa Marekani mjini Dar es Salaam. Raia wa Marekani waliagizwa wasitoke majumbani mwao kwa sababu ya hali ya furugu na ukosefu wa usalama mitaani. Ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya kimataifa kama Reuters and AP News zimesema kwamba serikali ya Marekani inafuatilia kwa karibu kile kinachoendelea Tanzania. Hata hivyo, hadi rais wa Marekani hajatoa tamko la moja kwa moja kumkosoa Rais Samia Suluhu Hassan. Badala yake, White House imesema inaendelea kuchunguza kwa makini hali hiyo kabla ya kutoa msimamo rasmi wa kidiplomasia. Lakini ishara zimeanza kuonekana wazi kwamba Marekani imeongeza kiwango cha tahadhari kwa wasafiri wake kuelekea nchi ya Tanzania, na imeonya kuhusu uwepo wa furugu, uhalifu na ukosefu wa uhuru wa kiraia nchini humo. Sio Marekani pekee, mashirika ya haki za binadamu kama vile Amnesty International and the Human Rights Watch yameeleza wazi kwamba wasiwasi mkubwa kuhusu hatua za serikali ya Tanzania. Wanadai kuwa viongozi wa upinzani wamekamatwa kiholela, wananchi wamepigwa na hata kuuliwa, na sauti ya ukosoaji zimezimwa kwa nguvu ya dola. Wengine wanadai kuwa kile kinachotokea sasa ni kurudi kwa utawala kiimla, ambapo serikali inatumia nguvu kudhibiti kile anayepinga maamuzi yake. Mashirika haya sasa yanaitaka jumuiya ya kitaifa ikiwemo Marekani na Umoja wa Mataifa kuingilia kati ili kulinda haki za binadamu na kurejesha utulivu. Kama Marekani itaamua kuzungumza kwa ukali, matokeo yanaweza kuwa makubwa. Kwanza, inaweza kusitisha misaada ya maendeleo inayotolewa kwa nchi ya Tanzania. Pili, inaweza kushinikisha Tanzania kupitia vikwazo vya kidiplomasia au hata kupeleka swala hilo kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC iwapo kutathibitishwa kuwepo kwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Lakini kwa sasa Marekani inachukua hatua ya kuangalia kwanza bila kuharibu uhusiano wa kidiplomasia moja kwa moja. Wataalamu wa siasa wanasema hii ni njia ya kuzuia Tanzania kujifungia ndani na kuwa na uhasama wa mataifa ya Magharibi. Tanzania ni nchi muhimu sana kwa ukanda huu. Ni lango la biashara, bandari, utalii na uwekezaji. Iwapo mgogoro huu utaendelea, athari zake zinaweza kuhisia hadi Kenya, Uganda, Rwanda na nchi nyingine jirani. Wawekezaji wa kimataifa wanafuatilia kwa karibu, kwani hakuna anayetaka kuwekeza katika eneo lenye misukosuko ya kijamii. Hivyo basi hali hii inaweza kuathiri uchumi wa kikanda, usafiri wa bidhaa na hata uhusiano wa kibiashara ya Afrika Mashariki. Kwa sasa hali bado ni tete. Marekani imetoa ishara wazi kwamba inafuatilia kwa karibu kile kinachoendelea nchi ya Tanzania, lakini dunia nzima inasubiri, je, White House itachukua hatua kali zaidi? Je, itatoa tamko rasmi kumpinga Rais Samia Suluhu Hassan au itajaribu kutumia njia za kidiplomasia kuleta mazungumzo ya amani? Kinachoonekana wazi ni kwamba Tanzania iko katika kipindi kigumu kati ya utulivu na machafuko, kati ya demokrasia na udikteta. Wakati historia ikiandikwa, macho ya dunia yako kwao. Asanteni kwa kutazama. Tutaendelea kukuletea taarifa kamili kuhusu hatua za Marekani na hali ya kisiasa nchini Tanzania. Hii ni Sam TV News KE, tukikuletea ukweli bila uoga, bila upendeleo. Usisahau kusubscribe, kugonga kengele na kuacha maoni yako hapa chini. Je, unadhani Marekani inapaswa kuingilia zaidi katika mgogoro wa Tanzania au waache wajitafutie suluhu wenyewe?